Miongoni mwa taarifa ambayo ipo trending inamhusu mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile Shashaman Peter ambaye anahusishwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa hii nimejaribu kufuatilia ndani ya Afrika Kusini, hii taarifa haipo, lakini katika vyanzo vya hapa nyumbani vingi vinaandika juu ya taarifa hii, na mimi kama ilivyo kawaida yangu nikafanya utafiti kutaka kujua kwa undani juu ya deal hii ipo au la. Kwa taarifa ambazo nimezipata kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika, ni kweli amewahi kujadiliwa Peter Shalulile katika management ya Simba, yaani jina lake lilikuwepo katika wachezaji ambao huenda wakaongezwa katika msimu huu unaofuata 2026 2027. So tukisema ni tetesi ambayo inamhusu Peter Shalulile au Shalulile anahusishwa na Simba, inafanania, yani kuna uhalisia, ingawaje kuna mstari mwembamba sana wa hiyo deal kutokea. Lakini hebu tuangalie uwezekano wa kama inatokea hii deal, Peter Shalulile kwa namna ambavyo tunakwenda kumwangalia sasa hivi, unaona anastahili huyu kuwepo ndani ya kikosi cha Simba au vipi? Shalulile Peter ni mshambuliaji, of course tunamzungumzia, lakini watu wengi wanamfahamu. Picha ya watu wengi ipo kichwani juu ya mshambuliaji huyu. Ni mshambuliaji raia wa Namibia, miaka 32 kwa sasa, lakini ni nyota ambaye alianzia maisha nyumbani kwao Tura Magic, sasa hivi inaitwa Ongos, hiyo timu inayopatikana Windhoek kule kwao Namibia. Alianza kucheza kandanda katika hiyo timu ambayo ndio ilimtambulisha zaidi katika mpira wa nyumbani Namibia. Baadaye akashifti kutoka Namibia na kwenda Afrika Kusini kwenye kikosi cha Highland Parks. Hii ni timu ambayo inapatikana pale pale Johannesburg. Kwa sasa haipo katika ligi kuu, wako ligi daraja la 4, yes, fourth tier huko, wanapambana na hali zao. Sasa yeye aliingia pale, ni timu ya daraja la kati ndani ya, of course sio daraja la kati, ni zile timu miongoni mwa timu ambazo zilikuwa dhaifu katika ligi ya Afrika Kusini. Lakini akiwa na miamba hiyo mwaka 2019 na 20, Peter Shalulile alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Just imagine, akiwa na Highland Parks alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Performance ile iliwastusha Mamelodi Sundowns kwa sababu wana fedha nyingi na wahuaga wanachukua qualities, yani pale Afrika Kusini timu yote ambayo ina quality kubwa huaga wana invade na kwenda kuchukua huyo mchezaji. Na hiyo sio tu kwa timu za madaraja ya kati, hata hizi timu kubwa kwa maana ya Orlando Pirates, Kaizer Chiefs wanaweza kuwachukulia wachezaji wao. So walifanya jitihada Mamelodi Sundowns kuhakikisha wanampata Shalulile na wakampata. Ndani ya Mamelodi Sundowns, Peter Shalulile mataji 5 ya PSL, ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini, lakini pia alifanikiwa kuwa mfungaji bora mara 2 akiwa na Mamelodi Sundowns. Plus na ile moja ambayo alipatia Highland Parks, maana yake amekuwa mfungaji bora misimu 3 tofauti ndani ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Lakini akiwa na Mamelodi Sundowns pia alifanikiwa kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika Kusini, yani MVP wa ligi kuu ya Afrika Kusini katika misimu miwili. Ilikuwa msimu mwaka 2020-2021 na msimu mwaka 2021-2022. Mara 2 mfululizo alifanikiwa kushinda tuzo ya kuwa MVP, Most Valuable Player wa PSL. Huyo ni Peter Shalulile katika hilo eneo, lakini ni miongoni mwa nyota ambao walikuwa hatari kwelikweli katika safu ya ushambuliaji Afrika. Yani Afrika, Peter Shalulile amekuwa akizungumzwa na amekuwa akifunga magoli pia ya kutosha katika michuano ya CAF. Sasa kuna muda Afrika nzima inakaa na kudebate kwamba sasa hivi Peter Shalulile ndo mshambuliaji hatari zaidi ndani ya bara la Afrika ambaye anacheza kwa Afrika Kusini. Hiyo ilikuwa ni season ya 2021 2022 akiwa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ni nyota ambaye alipata mafanikio ya kutosha. But kwenye national team ya Namibia pia ni mfungaji bora wa muda wote, ikiwa ameshafunga mabao 20 mpaka sasa hivi tunapozungumza, Brave Warriors hawa. Lakini Peter Shalulile sasa na mazingira yake ya Simba iko vipi? Shalulile ni mchezaji ambaye aged, umri umesogea, miaka 32. Ni nyota ambaye ana faida ya kuscore, yani ile art, sanaa ya kufunga ipo.
Unajua Mamelodi kwenye safu yao ya kushambulia ina washambuliaji wengi hatari of course kwa huu muda ambao ameingia Shalulile. Ikram Reyners yuko pale ambaye ni mzuri kwenye kuscore, msimu uliopita amaliza nafasi ya pili kwenye scoring, lakini pia wana Brian Leon ambaye wamemsajili ni Colombia huyu ambaye anacheza pia katika safu ya kushambulia. Wana Arthur Sales naye pia anacheza katika eneo la kushambulia. Nuno Santos ambaye anacheza kama nambari 10 kwenye eneo hilo la kushambulia, na wengine wengi, wanao wengi katika safu ya kushambulia. Kwa hiyo kwa Peter Shalulile ilionekana muda wake umetosha apishe damu changa. Kwa hiyo alivyoachwa Peter Shalulile, manake ni free agent, ni nyota ambaye anaweza kupata malisho sehemu nyingine yote, lakini kuachwa na Mamelodi haimaanishi kwamba scoring art imepungua. No, bado ni nyota ambaye anaweza kufunga, na bahati nzuri ana umbo zuri la kimuonekano, manake ni mchezaji umbo lake ni jembamba ambalo linaweza kumfanya akaendelea kuscore kama anapata timu ambayo ina create a lot of chances. Sasa Simba faida kubwa ambayo wako nayo ni hiyo, kupika nafasi. Ni timu ambayo imesheheni viungo wengi bora, wachezeshaji viungo wengi bora ambao wanaweza ku create a lot of chances ndani ya Simba. So kama unakuwa na Shalulile katika ile Simba, Shalulile unampata anasimama pale mbele, hana mambo mengi, kazi yake yeye ni kuscore. Bwana ni unaweza kubait kwamba ni nyota ambaye anaweza kufunga hata magoli 15 plus, zaidi ya magoli 15 kwa season anaweza kufunga, na pengine hata magoli 20. Shalulile kwenye kuscore ni eneo ambalo hana doubt kabisa kwenye kupasia nyavu. So Simba kama atafanya jitihada za kumpata, kwa sababu pia ni nyota ambaye anaangaliwa na klabu nyingi, hata pale Afrika Kusini timu nyingi tu zinamhitaji, huko Arabuni timu nyingi zinamhitaji bado. Kwa hiyo Simba kama watatoboa kumpata Shalulile, itakuwa wamelamba dume, wamepata mchezaji bora katika safu yao ya kushambulia. Hapa wanahusishwa wachezaji wengi. Katika session iliyopita tulimwangalia Ibrahim Dumbia, lakini wenyewe pale wana Selemani Mwalimu, wana Baraka Mwangosi, wana Elim Panzu. Hao wote wanne ambao nimewataja hapo ni nyota wazuri, lakini hakuna hata mmoja mwenye class ya Peter Shalulile kwenye ubora wake. So Simba kama watampata Shalulile, itakuwa wamepata mchezaji wa maana kweli kweli. So tusubiri muda utakuja kuamua nini ambacho kinakwenda kutokea katika hii deal ya Shalulile. Kwa hiki ambacho nimekizungumza, wewe una nafasi ya kuweka comment yako kwenye comment section. Sababu pia naamini Shalulile mnamjua, sio mchezaji ambaye mnahitaji sana kusikiliza, ni mchezaji ambaye mnahitaji sana kuona uwezekano wa deal yake ipo ama la. Lakini kwa maana ya details, Watanzania wengi na watu wengine wanamfahamu Peter Shalulile. Unaona anastahili kucheza ndani ya Simba au hatoshi? Weka comment yako kwenye comment section.